Hujambo na karibu katika rubaa za kimataifa kutoka Arusha One Radio. Mimi ni Awadh Rashidi. Serikali ya India imesema makubaliano kusitisha vita baina yake na Pakistan yamevunjika saa chache toka yaanze kutekelezwa. Jeshi la wanahewa wa India katika wilaya ya Jammu na Kashmiri limefyatua risasi kujibu vitisho vya angani vya Pakistan. Waziri mkuu wa majimbo hayo Omar Abdullah alisema katika mtandao wake wa kijamii. Katika hotuba yake kwa taifa, waziri mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif alisema mashambulizi yaliyofanywa na jeshi la Pakistan dhidi ya India yamethibitisha kuwa watu wa Pakistan ni watu majasiri na mashujaa na kwamba wameheshimu mamlaka yao na heshima ya taifa lao. Pia alimshukuru mkuu wa majeshi Luteni Jenerali Asim Munir kwa uongozi wake wa kupigwa mfano katika jeshi. Aidha, Sharif alimpongeza pia kiongozi mkuu wa chama cha Pakistan Muslim League na waziri mkuu wa zamani Nawaz Sharif kwa uongozi wake wakati huu wa mivutano na India, pamoja na kumpongeza Rais Asif Ali Zardari kwa ushauri wake muhimu katika wakati huu mgumu. Pia aliwasifu waandishi wa habari na watumiaji wa mitandao ya kijamii ambao walichukua jukumu muhimu katika kukabiliana na kampeni za upotoshaji za India. Mapema siku ya Jumamosi, Rais wa Marekani Donald Trump alitangaza kuwa India na Pakistani zimekubali kusitisha mapigano mara moja, huku pande zote mbili zikithibitisha makubaliano hayo. Mnamo siku ya Ijumaa, Pakistani ilianzisha operesheni kubwa ya kijeshi dhidi ya India itwayo Bujan al-Masos, ukuta usioweza kuvunjika, katika kile ilichosema ni kulipiza kisasi kwa mashambulizi ya Wahindi katika eneo lake na sehemu inayodhibitiwa na Pakistani ya Kashmir. Islamabad ilieleza kampeni hiyo kama jibu linalofaa kwa uchokozi wa India. Waziri wa mambo ya kigeni wa Pakistan Ishaq Dari alisema Pakistan haikuwa na chaguo ila kulipiza kisasi baada ya India kuzindua Operation Sindoor mapema wiki hii, ikilenga kile ilichokiita ni miundombinu ya kigaidi nchini Pakistan. New Delhi ilisema operesheni yake ilizinduliwa kujibu shambulio la kigaidi huko Balagam katika eneo la shirikisho la India la Jammu na Kashmir mwishoni mwa April, ambalo liliua watalii 26. Kundi la Resistance Front linaloaminika kuhusishwa na kundi la Lashkar-e-Taiba lenye makao yake Pakistan lilidai kuhusika. Wakati Islamabad imekanusha kuhusika kwa vyovyote vile, wachunguzi wa India walidai kuwa waligundua wapangaji wa mashambulizi hayo walikuwa na mawasiliano yaliyoungwa mkono na Pakistan. India siku ya Jumamosi ilisema ilifanya mashambulizi ya anga kulipiza kisasi kwenye vituo vya anga vya Pakistan, tovuti za rada na sehemu kadhaa zinazodaiwa kuwa za magaidi karibu na mstari wa udhibiti, na kueleza yote hayo kama malengo ya kijeshi yaliyothibitishwa. Operation Sindoor inaonyesha kwamba India haitasita kuchukua hatua dhidi ya ugaidi hata nje ya mipaka yake. Waziri wa ulinzi wa India Rajnath Singh alisema kupitia mashambulizi ya Uri, mashambulizi ya anga baada ya shambulio la Pulwama na sasa mashambulizi kadhaa baada ya shambulio la Pahalgam, dunia imeshuhudia kile India inachoweza kufanya ikiwa mashambulizi ya kigaidi yatafanyika katika ardhi yake. Waziri mkuu wa India Narendra Modi amesisitiza juu ya sera ya India kutovumilia kabisa ugaidi na kuweka wazi kwamba nchi yake itachukua hatua kali dhidi ya ugaidi. Jeshi la wanahewa la India limetoa wito kwa watumiaji wa mitandao ya kijamii na vyombo vya habari vya India kujiepusha na uvumi na usambazaji wa habari ambazo hazijathibitishwa. Katika chapisho lake kwenye ukurasa wa X, ilisema imefanikisha majukumu yake iliyokabidhiwa katika Operation Sindoor kwa usahihi na weledi, na kuongeza kuwa shughuli zilizofanywa kwa njia makusudi na za busara. Na Irani imekosoa undumila kuwili wa umoja wa kimataifa kuhusu silaha za nyuklia na kusema haikubaliki kwa madola magharibi kudai kuwa na wasiwasi kuhusu mpango wa nishati ya nyuklia wa Iran, ilhali nchi hiyo imesema mpango wake ni wa amani, huku yakifumbia macho silaha za nyuklia za utawala wa kizayuni wa Israel. Waziri wa mambo ya kigeni wa Iran Abbas Araghchi ametoa kauli hiyo alipokuwa akihutubia mkutano wa 4 wa mazungumzo kati ya Iran na nchi za Kiarabu uliofanyika mji mkuu wa Qatar, Doha. Mwanadiplomasia huyo ngazi ya juu amekumbusha kuwa shughuli za nishati za Jamhuri ya Kiislamu wa India, Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ni za amani na halali, kinyume kabisa na umiliki wa silaha za nyuklia za utawala wa kizayuni. Amesisitiza kuwa Iran haitaki kumiliki silaha za nyuklia na kwamba silaha za maangamizi ya umati hazina nafasi katika sera ya usalama ya Iran. Waziri huyo wa mambo ya kigeni ameeleza kuwa Iran ni miongoni mwa waanzilishi wa wazo la ukanda usio na silaha za nyuklia barani Asia, na amezitaka nchi za magharibi kuacha kutumia undumila kuwili katika suala la kuenea kwa silaha za nyuklia. Ameongeza na nanukuu, Iran imejitolea kutofungamana na mfumo wa kimataifa wa kutoeneza silaha za nyuklia. Aidha, amekosoa msimamo wa madola magharibi na washirika wao wa kupiga kelele bila msingi kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran wenye malengo ya amani kwa miongo mingi, huku akipuuza ghala za nyuklia huko Israel. Na jarida la makala za uchaguzi la Foreign Affairs limesisitiza kuwa licha rais wa Marekani Donald Trump kudai kuwa Ansarullah Yemen imesalimu amri, lakini harakati hiyo haijaathiriwa na mashambulizi ya Marekani iliyotia hasara dola bilioni
mbili nchi hiyo na wana mapambano wa Yemen wanaendelea na mashambulizi yao dhidi ya Israel. Kwa mujibu wa shirika la habari la Fars, jarida la Marekani la Foreign Affairs limekiri kwamba licha ya serikali ya Trump kutumia zaidi ya dola bilioni 2 kufanya mashambulizi dhidi ya Yemen, lakini imeshindwa kuipigisha magoti Ansarullah na kwamba ni Marekani ndio iliyolazimika kukubali kusitisha vita. Tarehe 6 mwezi huu wa Mei, rais wa Marekani akitangaza kuwa hatofanya tena mashambulizi dhidi ya Yemen. Kabla ya hapo, Trump alifanya mashambulizi dhidi ya nchi hiyo kwa kisingizio cha kukabiliana na vitisho vya wanajeshi wa Yemen katika Bahari Nyekundu na kulizuia jeshi la Yemen lisishambulie Israel. Mashambulizi ya Trump yameua idadi kubwa ya raia wa nchi ya Yemen. Jarida hilo la Foreign Affairs limesema kuwa makala yake hiyo ya kiuchambuzi kwamba uongozi wa Ansarullah sasa wanaweza kusema wamesimama kidete kukabiliana na mashambulizi ya Marekani na kupata ushindi mkubwa. Aidha, wa Yemen sasa wana muda zaidi wa kujikita katika kukabiliana na Israel wakati wa mashambulizi yake dhidi ya Yemen. Marekani inadai kuwa ililenga zaidi ya maeneo 1000 ikiwa ni pamoja na viwanja vya ndege na miundombinu muhimu, lakini kwa mujibu wa jarida la Marekani la Foreign Affairs, Washington imeshindwa kuzuia uwezo wa Ansarullah wa kushambulia maeneo ya utawala wa Israeli na kuzuia meli za Marekani na Israel kutumia Bahari Nyekundu. Na mashambulizi ya jeshi la Yemen dhidi ya viwanja vya ndege vya Israel, hususan uwanja wa ndege wa Ben Gurion wa Tel Aviv, yanaendelea kuisababishia jinamizi Israel, hususan baada ya Yemen kuapa kuvigeuza jehanamu viwanja hivi vya utawala wa Kizayuni mpaka ukomeshe jinai zake huko Gaza. Wimbi la kusimamishwa safari za ndege za kutoka na kuingia Israeli imewaacha maelfu ya abiria katika nchi mbalimbali duniani kuemewa na hawajui cha kufanya. Kwa mujibu wa Pars Today, mashirika ya ndege kutoka nchi kadhaa zikiwemo za Ulaya kama Ujerumani, Uswizi, Hispania na Italia pamoja na nchi za Asia kama India yameendelea kurefusha muda wa kufuta safari zao za ndege za kuelekea Tel Aviv, yakisema kuwa hali si salama huko Israel. Msemaji wa shirika la ndege la Ujerumani amesema kuwa shirika lao limesimamisha safari zote za kuelekea Israel kwa muda usiojulikana hadi tangazo jingine litakapotolewa. Mashirika mengine kama ya Swiss Air na Air India nayo yamechukua uamuzi huo huo. Duru rasmi za mashirika hayo zimesisitiza kuwa usalama wa abiria na wafanyakazi wa ndege hizo ndio kipaumbele cha kwanza na kwamba yatarejesha safari zao kuelekea Israel kama hali usalama itatangamaa. Na rais wa Burkina Faso Captain Ibrahim Traore siku ya Jumamosi alisema anataka uhusiano wa nchi yake na Urusi ukue kwa kasi ya kihistoria na kupanuka katika maeneo mapya ya ushirikiano. Traore ametoa kauli hiyo wakati wa mkutano wake na Rais Vladimir Putin mjini Moscow. Traore pia amesisitiza hitaji la msaada wa kiteknolojia na kubadilishana maarifa na Urusi. Kwa upande wake, Rais Putin ameeleza kuwa kiwango cha biashara kati ya nchi hizo mbili kinaendelea kukua japo bado ni kidogo. Amesema na nukuu, tunahitaji kufanya kazi pamoja ili kuimarisha zaidi uhusiano wa kiuchumi na kupanua wigo wa biashara kwa pande mbili, Rais Putin alisema, na kutaja msaada wa kibinadamu unaoendelea kutolewa na Urusi kwa Burkina Faso licha ya vikwazo vya kimataifa. Alisema mwaka jana Urusi ilikabidhi Burkina Faso tani 25,000 za ngano bila malipo, na mwezi huu shehena kubwa ya bidhaa nyingine za chakula itawasili Wagadugu. Traore amezungumza kuhusu nafasi ya Urusi kimataifa na kusema licha ya vikwazo vyote vilivyowekwa dhidi ya shirikisho la Urusi na baadhi ya mataifa, Urusi bado ina nafasi ya kipekee katika ulingo wa kimataifa na sisi tunazingatia hilo. Kiongozi huyo Afrika Magharibi aliwasili Moscow na alihudhuria gwaride la ushindi katika uwanja wa Red Square kama sehemu ya maadhimisho ya miaka 80 ya ushindi katika vita vya pili vya dunia. Na takriban watu 62 wamethibitishwa kufariki dunia na wengine 50 hawajulikani walipo baada ya mafuriko makubwa kuvikumba vijiji vilivyo karibu na ziwa Tanganyika katika jimbo la Kivu Kusini huko mashariki mwa Kongo. Watu walioshuhudia wamesema kuwa yalianza majira saa 11 alfajiri kwa majira mashariki mwa Kongo wakati maji ya mafuriko yalipokumba kijiji cha Kasaba cha kata Ngaja. Wenyeji wa maeneo hayo wakisema kuwa mvua kubwa imesababisha mafuriko kusomba nyumba na kukata mawasiliano. Waziri wa afya wa jimbo la Kivu Kusini amesema kwamba juhudi za kutafuta watu zaidi na kuokoa kinachowezekana zimekwamishwa na mambo mengi ikiwa ni pamoja na miundombinu duni. Mwisho wa rubaza kimataifa kutoka Arusha One Radio, mimi ni Awadh Rashidi.